Na wewe pia fomu yako tayari ilishaenda kuchukuliwa na kuna mwakilishi wako ambaye ni Amri Kemba alienda kuchukua. Yes. Sasa uchaguzi huu utakuwa ni uchaguzi wako ni wa 3. Yes, tunakumbuka na 2017 tunautaka mpira wetu, lakini kaja tena 2021. Sasa kumekuwa kuna maneno mengi sana ya kwamba katiba imeweza kubadilishwa, kwa maana ya kwamba namna ya kuweza kupata endorsement imekuwa ni changamoto, na tayari tunaona baadhi ya watu wengine tayari washaenda kuchukua fomu, lakini wanasema kwamba kwenye kupata endorsement imekuwa ni changamoto ambazo na kwa zinazotakiwa at least ziwe 5. Sasa ukiwa ni of course ni kiongozi mzoefu pia na kila kitu kinachoendelea ndani ya TFF pasi na shaka unakifahamu, umejipangaje sasa na utawezaje maybe kuweza kupata hizo endorsement ambazo zitaweza kukuhakikishia kwamba kwenye kamati ya uchaguzi hutaweza kuenguliwa tena? Ndio sasa hizi ndipo na wasiliana bahati nzuri viongozi wa vyama vya soka vya mikoa yote huwa tunawasiliana. Kwa hiyo tunawasiliana, unajua bahati mbaya tukio wakati tunatokea la msiba ndio kipindi hiki ambacho masuala haya ya uchaguzi yalikuwa yameanza rasmi. Kwa hiyo sikuwepo, nilikuwa msibani, ndio nimerejea usiku kuamkia leo kutoka Tabora. Ndio tunakamilisha na wasiliana na viongozi, kwa sababu siku hizi bahati nzuri mawasiliano kwa maana ya mitandao imerahisisha sana communication, mawasiliano. Kwa hiyo leo niko na wasiliana ili kukamilisha tuone kitu kitakachokuwa kimekamilika ili kucomply na sheria, kanuni, taratibu, kwa sababu kabla ya saa 10 leo ndio kwa mujibu wa ile taarifa ambayo tuliopewa leo ni lazima ndio siku ya mwisho ya kurejesha. Ndio saa hizi nipo naendelea kukamilisha ikiwemo na barua hizo za endorsement kama zitapatikana. Kama zitapatikana. Sawa. Basi kwa sababu umeshaweka hiyo nia kama hivyo unajua dhamira nia pale kwa sababu unaona najaza form na leo kwa sababu kabla ya saa 10 ndio mwisho wa kurejesha form. Lakini tangu kuchukua fomu Bwana Ali Mayai Tembele mpaka sasa, manake yanazungumzwa haya kama kuna watu hivi kuna uhuru ama haki inaminywa. Wewe mtazamo wako unaona vipi? Mambo yanaenda vizuri kwako? Masuala haya ya sheria bado mimi unajua kweli, yani ni ukweli. Swala la msiba ndio ilikuwa kitu ambacho kilifanya mimi ni si concentrate na chochote zaidi ya msiba mzito ambao nilikuwa nimepata. Kwa sababu leo ndo nimeanza kushughulikia swala hili ili kukamilisha. Nafikiri tunaweza labda pengine kuzungumza vizuri baada ya kikubwa kwanza ni comply na sheria na kanuni na taratibu. Then baada ya hapo ndio shirikisho au kamati ya kamati itatupa taarifa kwa kile kinachoendelea huko mbele ya safari. Lakini mpaka sasa kwa hiyo wewe unaona mambo yanaenda vizuri tu kwako? Of course sasa yangu ni njema, mimi naona mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo acha tusubiri, kwa sababu siwezi kupredict kitakachotokea kesho. Kila kitu anajua Mwenyezi Mungu. Msikilize Bakari Malima Jembe Ulaya hapa, naye ana la kukuuliza. Tembele, kwanza nikupe pole kwa mara nyingine. Sana bana. Nikupe pole kwa mara nyingine, mimi kwangu na kutakia kila laheri mdogo wangu. Asante sana bana. Haya, sila zaidi hawa vijana umewasikia hapa kidogo. Mimi nikutakie kila laheri Tembele. Nashukuru sana. Haya. Tuko pamoja Tembele. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy? Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6 QT A level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo Topa Dar es Salaam, karibuni nyote.